Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV. Kwa majina naitwa mtekelezaji wa sauti Amani Halisi. Nimepakwa mafuta kutumika kwa kusimamia vituo vyote vya kanisa ndani ya mkoa wa Pwani, ambao kwa tafsiri ya kanisa ni Agano Halisi la Muumba limesimama mahali pale. Na furaha kubwa kwa siku ya leo, siku ambayo Muumba mwenyewe ameikusudia tuwepo hapa makao makuu, kao kuu la kanisa halisi la Muumba mwenyewe, tukiwa tumeleta uhalisia wa mkoa, kwa sababu Muumba anahitaji kupata ripoti au kuona uhai wa kila ambacho ameachilia kwetu tulivyokiatamia, na faida ambayo tumeipata zaidi ya yule aliyetoa talanta akitaka tena kuona maongezeko ndani yake. Mkoa wa Pwani ni mkoa ambao Muumba ameupa uheri mkubwa. Tuna ardhi ya kutosha na fursa za kilimo ziko nyingi, maeneo ya ujenzi bado yako wazi, miundombinu yote hata kufungua viwanda, na hali ya hewa pia imekuwa nzuri sana kwa kuwa hakuna joto, hakuna msongamano kwa viwango ambavyo miji mingine ambayo imeshajengeka imejaa. Kanisa halisi la Muumba ndani ya mkoa wa Pwani tuna vituo vya kanisa kila wilaya. Bado wilaya chache tu kuvifikia kwa sababu ya jiografia ambayo imekuwepo, na Muumba kwa kweli anafanya mema na mazuri ndani ya ule mkoa. Tunaishi vizuri na jamii, tuna mawasiliano na uongozi wa serikali na taifa. Kupitia awamu hii ya 6 tumemwona Muumba ndani ya kiongozi wa taifa Samia Suluhu Hassan anatupa ushirikiano kwa kila jambo ambalo tulikuwa tunalihitaji kwa kiofisi au kiuongozi wa kijamii, hata serikali ya mtaa, mtendaji wa mtaa mahali tulipo. Kanisa halisi makao makuu yetu ndani ya mkoa wa Pwani kimkoa iko pale karibu na machinjio ya mbuzi au mnada wa mbuzi, maeneo ya Mnarani. Na tunamshukuru Muumba mno kwa kuwa sasa tumepata ufahamu kupitia kanisa halisi la Muumba, sauti ya kila lango, ambayo Muumba ametupatia kupitia baba halisi ambaye ndio chanzo cha sauti. Ametufundisha. Mimi nilikuwa mama tu wa nyumbani, nafanya shughuli ndogo ndogo kama mama lishe, lakini kuna mahali nilihitaji mkono wa Mungu univushe, na ndipo nilipokuja kukutana na baba halisi. Nikakaa kwenye mafundisho, nikagundua kumbe mimi sikuwa mama wa nyumbani, bali ni mtekelezaji wa sauti au ni mtumishi wa Muumba kwa ajili ya kile ambacho Muumba ameweka ndani yangu. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa jamii, tukubali kujifunza, tukubali badiliko. Muumba anaongea na watumishi wake kwa viwango vya juu sana sasa hivi. Ili uweze kuishi maisha ya amani, lazima uishi maisha ya kusudi. Usipolijua kusudi la wewe kuumbwa juu ya nchi, hauwezi kupata furaha katika chochote unachoweza kukifanya. Utatengeneza wingi wa maadui, utahitaji kwenda kwenye maombi sehemu mbalimbali. Uponyaji halisi ni kuishi kusudi, na ukijua wewe ni nani na umeumbwa kwa sababu gani, Muumba alikuwa na kusudi gani, ufanye nini. Utakapokaa kwenye kusudi, matatizo yatakukimbia yenyewe. Hautahitaji maombi, hautahitaji msaada wa mtu na mwanadamu, kwa sababu Muumba ataanza kutembea na wewe mahali penye kusudi. Kwa hiyo wako wa mama wanatakiwa kufanya kazi kama hizi, lakini hawajajitambua, wanakaa katika mazingira ya kutokufurahia maisha yao. Tujitahidi kujifunza kwa aliyetuumba kupitia sauti ya moyo ambayo inapatikana kanisa halisi la Muumba. Mwenyewe Muumba anaongea ndani ya moyo uliotengwa na kuandaliwa kwa ajili ya uponyaji wa jamii yote. Usiangalie mazingira ya dini, ukoo, namna gani ulipitia maisha magumu. Hata kama una elimu na cheo, hakitakusaidia bila kukaa kwenye kusudi la Muumba. Maana hakuna yeyote aliyewahi kuumbwa kwa cheo chake, bali kusudi la Muumba anatakiwa tufanye kile kinachomridhisha yeye na kumfurahisha, hasa kutunza jamii. Kwa hiyo karibuni sana Kibaha au mkoa wa Pwani. Kuna fursa nyingi sana za uzalishaji. Hata mimi niko tayari
kuwaelekeza wababa, wamama, vijana, mabinti namna ya kuishi maisha ya kusudi, kwa sababu nimejifunza hapa Kaukuu na bado tuna vitabu vingi vya kusoma. Tunawaalika pia kwenye ibada zote ambazo zinaendelea kwenye vituo vyetu vya kanisa. Fundisho kuu la kwanza, tunasisitiza utawala wa amani kwa wote, amani kwa wote, awe mkubwa, awe mdogo, awe tajiri, awe mwenye uhitaji. Amani ndiyo mtaji wa maisha ya kila mmoja. Taifa lililo na amani, unaweza kufanya kazi zako ukiwa huru, unaweza ukawa tajiri. Mahali pasipokuwa na amani, hata kama ungekuwa tajiri, utafilisika, maana hautaweza kufanya uzalishaji kuwa na mwendelezo. Fundisho la pili la kanisa halisi, tunasisitiza kwamba upendo uliopitiliza, upendo usiobagua. Sisi hatubagui dini ya mtu, kabila la mtu, hakuna yote anayekuuliza dini yako ukifika kanisa la Muumba, kituo chochote hata hapa Kaukuu. Na vile wengi wanaogopa kuja kwa sababu ya mavazi na uniform tunazozitumia. Hakuna lazima yoyote ya kuvaa, mpaka upende mwenyewe baada ya kupata ufahamu. Kwa hiyo usiogope, hatuna masharti yoyote, utakuja na utapata baraka. Tutakuongezea kile ambacho ulikuwa nacho na kukiboresha vizuri. Na fundisho letu la tatu, kanisa halisi, ni kwamba ibada ni uzalishaji, kwamba kazi yoyote halali unayoifanya ni ibada. Muumba alisema na Adamu, alisema na Isaka, alisema na Ibrahim kwa ajili ya uzalishaji, na matoleo huwezi kuwa nayo halali bila kuwa na kazi halali. Kwa hiyo tunafundisha kufanya kazi kwa bidii. Muda mwingi tunafundisha namna ya kuanza na ulicho nacho, tusianze na madeni, tusianze na mikopo, tusiishi maisha ya tamaa ambayo yalisababisha Adamu na mkewe hawakuweza kudumu kwenye bustani ya Edeni kwa sababu walitaka kuvuna wasichopanda. Naomba mwananchi Mtanzania, baba, mama, popote ulipo, jitahidi kuja kanisa halisi la Muumba, upate mafundisho na hekima ya kuweza kusimamia biashara zako na kazi zako, maana kuna kanuni za kufanya biashara na Muumba, na Muumba akishakuwa upande wako, kwa chochote unachokifanya lazima kifanikiwe. Naitwa Utii wa Sauti, natokea mkoa wa Agano la Kweli. Mkoa wa Agano la Kweli, kule tunafuga, kule tunalima, kule kuna madini, kule kuna bahari, kuna mengi mazuri. Miongoni mwa hayo ambao pia ndio moyo wa ule mkoa, ndio faida huo mkoa. Na leo ndani ya moyo wa mkoa wote tuko hapa, tunarudisha hilo faida kwa Muumba, tukijua kwamba Agano la Kweli limetoka kwa Muumba, ni la kwake yeye mwenyewe na litaendelea kuwa la kwake yeye mwenyewe. Nataka hivi leo Muumba wa kila kitu kizuri, yeye ndiye mtekeleza sauti kule, yeye ndiye uzao kule, yeye ndiye mafanikio kule, yeye ndiye mazidisho kule, yeye ndiye ulinzi kule, yeye ndiye mema na mazuri yote kule. Na kweli tumeambiwa haiuawi na haitouawa kwa maisha ya Muumba. Baada ya kusema haya, mama halisi, baba halisi, familia yetu moja halisi, sisi tunawapenda kuliko tunavyoweza kueleza. Tunapenda safu ya baba halisi mahali hapa. Tunapenda uzao wote na watengeneza sauti halisi wote. Tunafurahia mno na kumshukuru mno chanzo halisi. Mzidi mno, mfanikiwe mno, mbarikiwe mno. Mmetupokea vizuri, mmetuhudumia, mmetukirimu. Anaomba wafanyie hayo na kuzidi. Namshukuru aliyetulinda sana.